I am in the government kwa sababu mimi nilisimama kiti ya ubunge hapa nyumbani. Na nikisimama kiti ya ubunge hapa nyumbani, sikusimama ODM, sikusimama kwa Wiper, sikusimama kwa Ford Kenya, sikusimama kwa ANC. Nilisimama kwa chama ya Jubilee. Ni kweli si kweli? Jubilee ni serikali ama iko upinzani? Sasa nani anasema Rashid ako upinzani? Mambo yale mmeona yamefanyika. Nataka niseme hapa tena leo, nirudie siku ya pili, kwamba katiba Mheshimiwa Rais ako na nguvu ya kuandika na kufuta mawaziri wake. Na mimi nilikuwa kazi na Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta, na mimi nimefanya hiyo kazi mwaka 1.5 mpaka hivi majuzi on Thursday kaniambia ya kwamba sasa wewe rudi usaidie wenzako pande hii, wacha niweke mwingine hapa endelee. Kikatiba Mheshimiwa Rais ana haki ya kufanya hiyo. Lakini ile maswali watu wanauliza, na ndio mnaona hata ndugu zangu hapa bado wanauliza. Na mimi Mheshimiwa Rais ni mtu mngwana, na ungwana wake ndio ulifanya akanichukua mimi akaniweka katika baraza lake la mawaziri. Na nikiwa katika baraza la mawaziri nimesoma mambo mengi sana na nimeona mambo mengi sana. Na mimi nataka niseme ya kwamba Mheshimiwa Rais mwenye alinipatia kazi hiyo, namuomba kwa heshima kubwa, kwa sababu mimi maswali yamenitokesha kwa niaba ya serikali. Vile Khalwala amesema hapa, Mheshimiwa Rais ndio CEO wa nchi yetu ya Kenya. Asimame vile vile aambie wa Kenya, mimi nimewaachisha Rashid kazi ya waziri kwa sababu ya hii na hii na hii. Kama mimi niliiba kitu cha mtu yeyote katika nchi ya Kenya, law is very clear. I'm not above the law. Waje waambie wa Kenya, mtoto huyu tulimpea kazi, lakini ameiba kuku ya huyu, akaiba suruali ya huyu, na hiyo limetuma sisi tumemfuta kazi. Ni kweli si kweli jameni? Kweli. Kwa sababu kesho nisipoambiwa sababu, kesho pia vile vile naweza pata nafasi nyingine katika serikali na nirudie yale makosa ambayo nimefanya nikafutwa bila kujua. Nikiambiwa sasa nikipewa kazi nyingine si nitarekebisha jameni? Kwa hivyo mambo haya watu wanasema sijui sijui pesa sijui nini. I want to be very clear. We have very credible institutions in this country. We have EACC, we have DCI, we have DPP's office. I want to challenge them wherever they are. Kama mimi Rashid Mohamed niliguza kitu yoyote katika nchi ya Kenya, waje waambie wa Kenya, mimi niko tayari kustakiwa na kufungwa katika mahakama ya nchi ya Kenya. Lakini sio kwenda kutafuta mambo ya propaganda, kwa sababu mlikuwa na nia ya kumtoa Rashid, mlikuwa na sababu zenu za kisiasa. Hiyo nataka niseme poleni sana. Mimi bado niko na siku nyingi sana za kuishi katika dunia hii. Mambo ambayo yamefanya mimi nikafutwa kazi vile mimi najua ni kwa sababu ya msimamo wangu wa kisiasa. Na mimi nikiwa katika chama cha ODM, yule alikuja kuniongelesha niingie katika Jubilee ni Mheshimiwa Naibu wa Rais ambaye anaitwa William Samoei Ruto. Yeye ndiye aliniita akaniambia, njoo tusaidie Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ni mtu mungwana. Na mimi nikaangalia pile kazi nilikuwa nimefanya ODM, nikasema wacha nijaribu. Leo nimesikia wanenaje hapa wameanza kudanganya wananchi. Ati sasa
William Ruto aliandika Rashid, tena William Ruto amefuta Rashid. Please give us a break. Toeni William Ruto kwa mambo ya Rashid kufutwa kazi. Yule ambaye alisema Rashid akae kando sio William Ruto. Ni William Ruto kweli? Kwa hivyo mimi nataka niseme hivi. Mimi niko kwa serikali kwa sababu chama changu cha Jubilee ndio chama ambacho kilitengeneza serikali. Na nataka kuambia wale ambao wamekuja sisi tukawafungulia dirisha wakaingia ndani ya serikali, mkifikiria ati mtatutoa ndani ya serikali, nataka niwaambie mjipange sawa sawa. Tutamenyana kwa hiyo serikali, mtaenda mtatuacha ndani ya Jubilee ya serikali. Yes. Kwa hivyo kama mtu anafikiria atanakuja kutisha sisi ndani ya serikali, nataka niwaambie ajipange sawa sawa, kwa sababu pia sisi vile vile tumejipanga. Mambo yamezungumzwa hapa ya hivi viwanda vya miwa. Leo vile tunazungumza hapa, sisi hapa nyumbani uchumi wetu tumetegemea mambo ya viwanda vya sukari. Na mimi ikiwa pale kwa cabinet, swala uletwa pale wa privatization of sugar factories. Mimi nikasema ya kwamba hatuwezi sema atukiprivatize hizi makampuni ndio kusolve shida ambazo wakulima wetu wa miwa wanapitia. Na ndugu yangu Eugene pale kwa cabinet akaniunga mkono. Tukakuwa ni Waluya wawili tunasema viwanda vyetu visikue privatized. Na mimi nimeshangaa juzi mzee Raila anasimama mbele ya kamera anasema ya kwamba ati sasa tumekubaliana wakulima wanaenda kulipwa pesa zao na tunaenda kuleta investors ati walete mashini mpya tuamushe viwanda vyetu. Mheshimiwa Raila, kwa heshima kubwa, I've been the national youth leader here. I've worked with you for over 10 years. I know you like the back of my hand. Tafadhali Raila, wacha kudanganya wa Kenya. The cabinet of the Republic of Kenya ilipitisha ya kwamba all sugar factories zikuwe privatized. Na privatization of sugar factory inamaanisha ya kwamba viwanda vyote vya sukari ambavyo ni vya serikali vinaenda kuuzwa. Kwa hivyo ukisema mbele ya wananchi unasema ati sasa tunaenda kuleta investors. Na unajua vizuri kabisa kwa akili zako viwanda hivi vinaenda kuuziwa watu ambao hata si wa Kenya. Na sisi tunajua hivi viwanda sio mtu mwingine anaenda kununua, ni yule mtu ambaye amekuwa akiimport sukari mbaya ambayo imeangusha viwanda zetu hapa. Huyo ndio mwenye wanataka akuja anunue hivi viwanda vyetu vya sukari. Leo vile tunazungumza hapa na ndugu zetu wa Jaluo wako hapa wa Nyanza. Kiongozi wenu ambaye ni Raila amewekwa viazi moto kwa mdomo, ajue ateme ama ameze. Leo vile tunazungumza hapa kiwanda cha Sony Sugar, kiwanda cha Chemelil, kiwanda cha Muhoroni, hivyo viwanda vyote viko Nyanza kule kwa ndugu zetu wa Jaluo. Kiwanda yetu ya Nzoia Sugar zote vile tunazungumza hapa siku ya leo. Na kama nadanganya, give it 2 weeks from now, mtaona hivi viwanda kama vimewekwa kwa magazeti vikitaka kuuzwa. Kwa hivyo Raila, wewe wacha kujificha ndani ya handshake na unaweka watu yako kwa umasikini. Viwanda vya Nyanza vyote vinaenda kuuzwa. Kiwanda yetu ya Nzoia inaenda kuuzwa. Na mimi nataka nikwambie Raila, wewe jipange sawa sawa my friend. Hata mkinitoa ndani ya serikali, mkuwe tayari kulumbana na nguvu ya wananchi. We will not accept. Leo haya mambo yanasema yote hapa. Mara
sijui mambo ya damu, mara sijui mambo ya nini. Ndugu zetu wa Kenya, mimi naongea nikiwa hapa nyumbani. Wakati tumekuwa kwa kampeni ya 2017, mumesikia ndugu yetu Raila akisema ya kwamba Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ameiba pesa ya Eurobond. Mulisikia au kusikia? Mkasikia ndugu yetu Raila akisema Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ameiba pesa ya SGR. Mulisikia au kusikia? Nataka niulize Raila nikiwa hapa nyumbani, pesa ya Eurobond, pesa ya SGR imeendea wapi? Umenyamaza kwa sababu sasa umewekwa viazi moto kwa mdomo, ujui umeze ama uteme. Lakini kwa vile sasa imefika wakati ya mtoto wa maskini ambaye ni William Ruto sasa anaomba kuwa rais wa Kenya hii, umeanza kwenda kutafuta maneno ya urongo na ukweli kusema ya kwamba sasa yeye ameiba pesa ya damu. Nataka niambie hawa watu, jameni, sisi si wajinga. Mimi nimeachishwa kazi kwa sababu jina ya baba yangu haijulikani Kenya hii. Mimi ningekuwa mtoto wa Orengo singefutwa kazi. Ningekuwa mtoto wa Raila singefutwa kazi. Lakini kwa vile baba yangu na mama yangu hawajulikani katika nchi ya Kenya, wameangalia kwa mawaziri 21, wamesema haka maskini ndio tutoe kwanza. Na mimi nataka niwaambie watoto wa maskini Kenya hii ni wengi kushinda watoto wa matajiri. Nataka niwaambie sisi tunajipanga na tutajipanga kwa sababu tayari mmeshatuonyesha ya kwamba serikali yetu ni ya watu matajiri, si ya watoto wa maskini. Tunaelewana hatuelewani jameni? Kwa hivyo nyinyi msikuwe na wasiwasi. Serikali ya Jubilee ni serikali yetu. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ni rais wetu. Na mimi nashangaa kutoka huyu Raila kuja kwa serikali yetu na maneno ya handshake. Siku hizi hata Mheshimiwa Uhuru Kenyatta hana furaha. Kila akisimama ni kutukanana, kugombana. Tunashangaa hii hasira yote imetoka wapi? Uchawi ya Raila. Hatujui ni hii uchawi ya Raila ama ni nini na kumua. Na mimi nawaomba nyinyi watu wa makanisa wenye mko hapa, muombee rais wetu na muombee serikali yetu. Uchawi imetolewa kule Bondo, imeingizwa kwa serikali, mpaka serikali yetu imeanza kunuka. Kwa hivyo mimi sitaki kunaenda kuzidi hapo. Kama walifikiria ati wakitoa Rashid kwa serikali ndio watafanya vitu, mimi nimekuwa kwa hiyo cabinet for 1.5 years. Na niko na maneno milioni 1 kuambia Wakenya. Na wakitaka tuseme, mimi nitasema. Niseme nisiseme? Mimi sitaki kunaenda kuzidi hapo jameni. Mwenyezi Mungu awabariki.